wale ambao hawana uwezo wa kununua ile miche kwa bei ya soko ambayo ni kati ya shilingi 2,000 mpaka shilingi 5,000. Lakini pia tunao wenzetu zile kaya za walengwa, kaya ambazo hali ya kiuchumi yao iko chini ya kiwango cha $1 kwa siku. Na kwa maana hiyo, kutokana na agizo la Mheshimiwa Waziri Mkuu alilitoa mwaka 2022 alipokuja katika halmashauri ya mji wetu Njombe, aliagiza halmashauri zote zizalishe miche kwa ajili ya kuwagawia wananchi ili waweze kuendeleza kilimo cha zao la parachichi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ninayo furaha kusema mbele yako, halmashauri ya mji Njombe mpaka sasa tumeshazalisha miche 30,140 na miche hiyo tumeshaisambaza katika kata 7. Na hadi leo tunapoongea tunayo miche 10,000 inazalishwa na AMCOS ya pale Kiaula kata ya Lugenge, ambayo nayo tunaamini tena utashiriki kikamilifu kwenda kuisambaza kwa wakulima. Lakini pia katika ofisi ya mkurugenzi kushirikiana na ofisi ya mtendaji wa kata Njombe mjini ni miongoni mwa zile kata 7 ambazo tuliziwezesha fedha kupitia mapato yetu ya ndani. Kila kata ilipewa zaidi ya shilingi milioni 10 ili waweze kuzalisha miche. Na katika kata ya Njombe mjini waliweza kuzalisha miche hiyo, na katika tukio la leo Mheshimiwa Mkuu tutaenda kugawa miche 3,000 kwa vikundi vya mbalimbali, lakini wakiwemo kaya za walengwa wa TASAFU, lakini pia zikiwemo taasisi zetu za shule za sekondari, shule za misingi, lakini na wale wananchi ambao pia kwa ajili ya kuendeleza ile mkakati wa kuhakikisha wanakuwa na uzalishaji wa miche. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, katika eneo ambalo tuko kipekee, naomba nitoe shukrani za kipekee kwa uongozi wa mtaa wa Sido Buguruni, mtaa wa Idundilanga, mtaa wa Kihesa, mtaa wa Mgendela, mtaa wa National Housing, katika mitaa iliyoko tarafa ya Njombe mjini, tukitoa kata ya Ramadhani, mitaa katika uendelezaji wa zao la parachichi. Mtaa wa Sido ambako tuko hapa, katika kaya 478 zilizoko, ni zaidi ya 95% ya kaya hizo, kila kaya ina mti mmoja au miwili ya parachichi. Kwa hiyo kwa kweli tuwapongeze sana wanamtaa wa Sido, na katika kata yetu ya Njombe mjini tunaweza kusema mtaa wa Sido wanaongoza, wanafuatia Kihesa, watakuja Buguruni, watakuja Mgendela. Kwa namna nyingine, tukisema habari ya kuchagiza uendelezaji wa zao la parachichi katika halmashauri ya Njombe, kilimo kile cha mjini kama walivyosema wenzangu, basi wenzetu hawa wamekuwa mbele sana. Kwa kweli mimi kama afisa kilimo na wataalamu wenzangu tunawapongezeni sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunafahamu zao la parachichi ni kweli linakabiliana na changamoto mbalimbali. Safari ya kilimo cha parachichi katika halmashauri ya mji Njombe ilianza miaka 2007, 2008 ambapo sekta binafsi wenzetu TechnoServe, USAID, lakini pia na Wizara ya Kilimo walichagiza kuhakikisha kwamba tunaanza kuzalisha miche hiyo. Na katika halmashauri ya mji Njombe mwitikio ulianza katika kata ya Ramadhani, na ndio maana katika halmashauri yetu kata inayoongoza kwa uzalishaji wa parachichi ni kata ya Ramadhani, na ikifuatiwa na mlipuko mkubwa wa kuwekeza katika parachichi ambao ulianza mwaka 2016, 17 na 18. Kata za Kifanya, kata ya Yakobi na kata ya Ihanga, hawa wamekuja kupokea kwa mwitikio mkubwa sana, na hatimaye sasa wamekuwa ni miongoni mwa zile kata 5 bora zinazozalisha parachichi katika kata 13 katika halmashauri ya mji Njombe. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sisi idara ya kilimo, sisi tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sisi tuko tayari kuendelea kutumwa, kwa sababu ndio kazi yetu na wajibu wetu kutoa huduma za ugani kama ambavyo tunatakiwa kufanya, na tunaendelea kushirikiana na wenzetu viongozi wa kata, wa mitaa na vijiji kuhakikisha tunatekeleza hilo. Na katika mapato, kwenye mwaka huu wa fedha, parachichi ilikuwa imekasimiwa kukusanya zaidi ya shilingi milioni 75, lakini mpaka ninavyoongea mapato yaliyokusanywa kutokana na ushuru wa mauzo ya parachichi ni zaidi ya shilingi milioni 132, kitu ambacho imeenda kudabo mara zaidi ya kile kilichokuwa tumekiweka. Samani ni 232 mapato ambayo tumekusanya. Kwa hiyo unaona kabisa jinsi gani zao hili linaenda kuchukua nafasi ya kwanza. Halmashauri yetu mazao makuu 5 tunayolima, tunayo viazi inachukua nafasi ya kwanza, inakuja zao la mahindi, tunayo ngano, lakini pia tunayo chai kwa mazao ya biashara na parachichi. Katika haya mazao 5, kiazi kimekuwa ndio zao nambari 1, lakini tunakoelekea tunaenda kuona kabisa mpinduko wa ghafla
ambapo parachichi zinaenda kuchukua nafasi ya kwanza katika kuingizia mapato katika halmashauri, lakini pia na kuingizia kipato kwa wananchi. Kwa sisi kipekee tunashukuru sana jitihada zako kwa kuunga mkono jitihada hizi, na sisi tunaamini tumepata mtu sahihi kwa wakati sahihi. Tuko tayari kabisa kutekeleza yale maagizo yote ambayo tunaendelea kuyatoa. Kwa niaba ya mkurugenzi naomba kuwasilisha. Asante sana.